unataka upate kibali kwenye maisha yako, unatamani kile unachokifanya kifanikiwe, basi ngoja nikwambie siri hii. Subiri dakika moja. Iko hivi, siri ya kibali kwenye maisha yako, siri ya watu wakupende kwenye maisha yako ipo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye chanzo cha kibali kwenye maisha ya mtu. Ukisoma katika Mathayo 21 kuanzia ule mstari wa 4, unakutana na historia kwamba ya mwanapunda ambaye huyo mwanapunda alipata kibali mbele za watu, alithaminiwa mbele za watu baada ya Yesu kumpanda. Watu walitoa nguo zao za thamani kuweka njiani mradi mwanapunda apite juu ya hizo nguo zao. Watu walikata matawi kuweka kwenye barabara mradi huyo mwanapunda apite juu yake. Sasa kama mwanapunda alipata kibali, alipata thamani ya watu kumuona ana thamani kubwa baada ya kupandwa na Yesu, je, si wewe zaidi ambaye ukampokea Yesu na Yesu akakaa ndani yako? Unajua kuna kukaa juu na kukaa ndani ya mtu. It means that ukikaa ndani, mimi kila mtu ataniona atamuona Yesu ndani yangu. Sasa Yohana 14:20 linaeleza kwamba Yesu yuko ndani ya Baba na Yesu yuko ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Sasa nina maanisha, na maana kwamba kama Yesu tukimpokea akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, it means that atatufanya tuingie ndani yake na sisi tutakuwa ndani yake. Kupitia kuingia ndani yake na sisi kutufanya kuwa ndani yake, kwa nguvu ya msalaba tutapata kibali kwenye maisha yetu, na kile unachokifanya kitapata kibali. Haina haja kwenda kwa waganga, haina haja ya kuwachukia watu, haina haja ya kutumia nguvu kubwa sana kufanya mambo yako. Siri ipo kwa Yesu Kristo. Na ukisoma katika Zaburi nasema siri za Bwana ziko kwa wale wamchao. Sasa ukitaka kuzijua siri za Mungu, inapasa umche yeye, umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hamna siri nyingine na hakuna ujanja mwingine utaweza kufanya utoboe katika maisha yako. Dunia hii imejaa ushirikina sana. Hamna kitu ambacho unaweza kukifanya kwa nguvu zako mwenyewe. Wewe unajiona kwamba unaweza kwa nguvu zako, lakini kuna mtu ambaye anakesha kuipambania hiyo nafasi iliyokuwepo. Sasa usipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa mtumwa katika hii dunia. Na wanasema katika msemo kwamba only strong people can survive. Sasa ili uwe strong, inabidi ukae katika uwepo wa Bwana. Na uwezo kukaa katika uwepo wa Bwana kama hujampokea Yesu na kulikiri jina la Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio siri pekee katika haya maisha. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kunifollow ili kuzidi kujifunza zaidi. Kwa majina yanaitwa Sylvester Bernard Makonda. Hivyo